Habari na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa neema hii kwa kuendelea na semina, na hii ni sehemu ya 4 na semina yetu ni sumaku ya fedha. So hii ni elimu ya fedha ambayo ni maelekezo ya Mungu mwenyewe kupitia neno lake. Kumbuka Biblia imeandika kila kitu. Amina. Bila shaka kama unanisikiliza sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu, utakuwa umeelewa kwa nini tunazungumzia jambo hili. Sasa kabla tujaendelea, nataka niombe na wewe. Baba, asante kwa ajili ya neema hii. Asante kwa upendo wako. Ninaomba ufahamu wa watoto wako hawa, uwatakase, uwafungue waweze kuelewa kile ambacho umekusudia katika jina la Yesu. Sasa leo sehemu ya 4 tutazungumzia kanuni ya kuzingatia kwenye mapato. Okay, ni nini unapaswa kufanya pale ambapo unapokea mshahara? Ni nini unapaswa kufanya pale unapokea fedha? Kuna wale watu wanasema kuna hela naisikilizia. Hiyo hela unayoisikilizia unatakiwa uifanyie nini? Ngoja nataka nikwambie kitu. Mtazamo wako kwenye ile hela ambayo utaipokea ndio utaamua uendelee kuwa masikini au upige hatua. Unajua kuna watu wanapokea fedha alafu mitazamo yao ni kwamba hii hela inipeleke mwisho wa mwezi, ndio maana hawezi wakapiga hatua. Mtu ambaye anawaza hii hela inifikishe mwisho wa mwezi ni mtu ambaye anawaza kuitumia, hawazi kuwekeza kabisa. Niliwahi kuwaambia utajiri umekaa kwenye nini? Kwenye mindset. Ngoja niwaambie, mimi nimejenga nyumba 2 before hata sijajenga nyumba ya kuishi. Yes, za kupanga sio za kuishi. Moja nilimjengea maza, nyingine na nimenunua viwanja vingi before hata nyumba ya kuishi. Nawaambia nyie hapa, lakini I'm telling watu wengi mimi hawajui, ni marafiki zangu ndo wanajua. Kwa nini nakwambia hivi? Nataka nikwambie mtazamo wako kichwani sometimes utaathirika na watu. Yaani kwa mfano watu, kwa sababu unataka kujionyesha kwa watu. Kwa hiyo kuna wakati utafanya maamuzi ambayo sio ya kwako. Kwa mfano, unajua kwa nini kuna vijana wengi wakishafanikiwa wananunua magari alafu baadaye wanakuwa kapuku, wanafilisika, wanauza na magari, baadaye mnaona mtaani wanatembea kwa miguu? Kwa sababu waliangalia watu wanawawazia nini. Kwamba sasa unajengaje nyumba ya kupanga wakati ya kwako hujajenga? Ndo akili za watu, ni shida, ni tatizo ambalo lipo. Na by the way ukiwa unajikuta nini wanataka Bon Town, utaniona mshamba, lakini after 5 years hautaniona mshamba tena. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu nyumba ambayo ningekaa tu nikawa inakaa tu nakula kiyoyozi na inisaidii chochote, ni tofauti na nyumba ambayo nimejenga nikaweka watu ambao watanilipa kila mwezi. Si tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo lazima ujue mapato yako huwa hayaamui utajiri. Yaani ngoja nikwambie, unaweza ukalipwa milioni 10, mwingine akalipwa milioni 5 kwa mwezi. Mwenye milioni 5 akaonekana na mafanikio, na kweli akawa na mafanikio kuliko mwenye milioni 10. Kwani hamjaona walimu wanalipwa mshahara ule ule mmoja? Kwa nini mwingine kila siku anakopa na madeni kila sehemu? Alafu kuna mwingine anapiga hatua, ana nyumba na anaelekea kujenga nyumba ya 6, ana viwanja vya kutosha. Unajua kwa sababu gani? Wameijua kanuni ya kuzingatia kwenye mapato. Maandiko yanasema kwenye ile Mithali 15:6, katika nyumba ya mwenye haki mna akiba nyingi, bali mapato ya mtu mbaya huwa taabu tu. Yaani ukiona kama ile andiko limehusisha akiba likahusisha na mapato, maana yake iko hivi: mtu yoyote ambaye kwenye mapato anayoyapata hana akiba ndani yake ana shida sehemu. Sijui kama haujajifunza kuweka akiba, kuna shida sehemu. Sasa nataka nikwambie leo na kanuni ambayo unaweza ukaitumia pale ambapo unaingiza fedha. Lazima mapato yako yagawanyike sehemu 3. Sehemu ya uwekezaji, sawa, au akiba,
mahitaji ya muhimu, ya lazima na mahitaji yasiyo ya lazima. Yaani kuna needs and wants. Yaani kuna vitu ambavyo sio vya lazima wewe kununua. Kwa mfano, nguo unazo na unavaa, unapendeza. Hivyo sio kitu cha lazima sana kihivyo. Okay, japokuwa kuna watu wanakiwekaga cha lazima, hapana. As long as una nguo, you don't have to buy zingine. Lakini kuna vitu vya lazima, mfano chakula, lazima ule, no way out. Lazima ule. Chakula ni kitu cha msingi sana. Kuna vitu vingine kama bills, bili za maji, nini lazima ulipie. Bili za umeme ni vitu vya lazima. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni uwekezaji au akiba. Okay. Sasa kwenye uwekezaji hapa lazima ukumbuke kwamba kwenye uwekezaji fungu la 10 sio kitu cha kusahau. Kwa sababu tunavotoa sadaka ya fungu la 10 tunawekeza kwa Mungu. Ninawaambia kama ukifika sehemu Mungu akakufundisha swala la kutoa fungu la 10 au zaka, ukaji ukajua nguvu yake, utaamini ni uwekezaji. Ni uwekezaji tena mzuri, unalipa kuliko uwekezaji wa aina yoyote. Yaani kuliko mtu aliyenunua dhahabu akaweka ndani. Yes. Umenielewa? So kwenye uwekezaji lazima uweke 10% ya zaka. Lazima uweke na % ya akiba hapo. Inaweza kawa 10 au 5, okay? Na ngoja nikwambie, usije ukasema mbona 5% ni ndogo sana. Kwa nini hujawahi kujiuliza 10% ya zaka ni ndogo sana? Lazima ujue kidogo kidogo. Wanasemaga ujaza kibaba. Yes, niliwafundisha nguvu ya kwanza na kidogo. Kwa lazima ujue. Lakini hakikisha upo consistent. Kama ambavyo neno la Mungu linasema, ili tufanikiwe kwenye jambo lolote lazima tudumu. Iwe kwenye maombi, iwe hata huku nje. Lazima tudumu kwenye hiyo kitu. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni vitu ambavyo sio vya lazima. Sio vya lazima. Kuna vitu ambavyo sio vya lazima ndugu yangu. Unanunua saa ya 800,000 ya nini? Wakati uchumi wako ni mdogo. Waonyeshe watu. For what then? So lazima uweke kwenye hivyo vitu vitatu. Vitu vya lazima utakuwa unavijua wewe. Vitu vya lazima, vitu visivyo vya lazima, afu uwekezaji na akiba. Hapa kwenye uwekezaji na akiba ndio maana Biblia hapa inasema katika nyumba ya mwenye haki mna akiba nyingi. Kumbuka ni mwenye haki na ana akiba. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo lazima ujue leo kuwa mwenye haki sio tu kunena kwa lugha. Kuwa mwenye haki ni pamoja na kuwa na ufahamu wa rohoni. Kwa sababu hiki ninachokwambia ni kitu kilichopo kwenye neno la Mungu. Shida tumemwekea mipaka Mungu. Yaani tunamwekeaga mipaka, ndio maana kuna vitu hatupokei. Yaani tunamwekea mipaka. Tunamwekea mipaka fulani hivi. Yaani kichwa tulishafunga mambo ya fedha hayo hapana. Yatanizuia nisiende mbinguni. Kwanza fedha ni dhambi. Kwanza nikiwa na hela nitaacha kumtumikia Mungu. Unaachaje kumtumikia Mungu? Hizo hela ndo zinatakiwa sasa uzitumie kujenga makanisa basi. Makanisa yana shida, watu wanapigwa mvua wakati wa mvua. Jua likianza kupiga wanateseka. Ukiamua kutoa utatoa. Kama kuna fursa, kama una neema hiyo, itumie. Mungu aliumba watu akawapa na karama za utajiri. Sasa kama unayo alafu umekaa nayo hapo, si ndio hiki ambacho tunasema watu wengi wapo makaburini ni mainjinia na walikufa wakiwa hata hawajui hata uinjinia ni nini. Umenielewa? Kwa lazima mapato yako ukiyapata uyagawe hizo sehemu tatu. Akiba au uwekezaji, lazima uwe na % ya 1%. Sitaki nikupangie 1%, kaa vizuri. Okay? Nimekupangia hizo kwenye akiba na uwekezaji hapo. Kwenye akiba nimekuwekea hapo, lakini lazima uwe na % pia ya kuwekeza. Kuna fedha lazima uiweke kama akiba kwa ajili ya kuwekeza, lakini pia kwa ajili ya emergency. Okay? Ndio maana wakati wa corona watu wengi sana watu wengi walipitia hali ngumu, kwa sababu watu ambao walikuwa na tabia ya kuwa na akiba hata walikuwa hawawazi.
Jiulize, baada ya miaka mitano utakuwa hivyo ulivyo? Ikitokea tatizo, ikitokea ajali, kuna hela? Yaani unaishi kabisa empty, hauna hela popote. Hiyo ni shida, na hayo ni matokeo ya kutoweka akiba. Weka hata kama ni 10,000 kila mwezi. Weka hivyo hivyo. I'm telling you, utashukuru baadaye. Unaweza ukatumia application, kwa mfano kama Tigo, kuna akiba. Okay? Yes, kuna akiba. Kuna sehemu unaenda kwenye menu ya Tigo. Kama mnahitaji kufahamu, naweza nikawatumia hiyo video. Ukiingia tu kwenye menu ya kawaida ya Tigo, nadhani si huduma za kifedha, lakini mimi sijakalili, lakini nikichukua simu naweza kukuonyesha. So ukienda kule utaona sehemu ya akiba, lakini pia kuna Mwekeza, hata Voda wanazo. Okay? Unaweka hela kule, inakaa. Kwa unakuwa unaihamishia huko. Sisi tunaelewana? Yeah. So lazima uweke hizo sehemu tatu: akiba au uwekezaji, mahitaji ya lazima, mahitaji yasiyo ya lazima. Na ukishajua haya, maana yake mapato, kwa sababu ni fedha uliyoipata afu naipigia matumizi. Umenielewa? Ukishafaulu hapa, my friend, huwezi ukasema hela zinapotea. Huwezi kusema hivyo. Okay. Lakini lazima ujue pia lazima utengeneze kama mfumo fulani pia kama kujilipa mwenyewe. Yes, kuna wakati watu wanaandaa, unaweza ukaweka percent kama kama mshahara ka kujilipa mwenyewe pia. Hiyo itakusaidia kwenye hayo maeneo matatu. Yes, kwenye hayo maeneo matatu. Hiyo itakusaidia sana 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 sana. Yes. So unaweza ukaweka labda 50 kwa 20, si ndio? Kwa 30 unagawa namna hiyo. Okay? So lazima uweze kujua kupangilia. Ndio kuna kanuni ambazo watu wameziandaa, lakini mimi sitaki nikupeleke kwenye hizo kanuni za duniani. You can sit, unaweza ukakaa wewe mwenyewe ukapangilia kwamba mahitaji ya lazima naweka asilimia hii, kwenye uwekezaji na akiba naweka asilimia hii, mahitaji yasiyo lazima naweka asilimia hii. Ikija hela yako umeshaipangia budget inaenda kufanya nini. Usipofanya hivyo, my friend, hela itakuwa inapotea na hujui imefanya nini. Utakuwa unajiuliza tu, hela ziko wapi? Hela ziko wapi? Ni kweli kuna nguvu za giza, kuna walaji. Ndio maana nimekuambia hakikisha kuna zaka, because moja ya njia ya kujilinda biashara yako na hizo fedha ni kutoa zaka, fungu la 10. Sema amina kama umenielewa. Kwa hiyo leo tumeona wazi kwamba katika nyumba ya mwenye haki mna akiba nyingi, bali mapato ya mtu mbaya huwa taabu tupu. Unajua kwa nini mapato ya mtu mbaya yanakuwa taabu? Taabu tu. Unajua kwa sababu gani? Yaani akiona hela ni kubwa ndo imeisha. Yaani ikishakuwa hela kubwa, matumizi pia anayaongeza, yanakuwa makubwa. Kwa sababu hana sehemu yote alirekodi kwamba apunguza matumizi kiasi fulani. Matumizi yasiyo ya lazima, hii 1% natoa. Hana hiyo sehemu. Kwa hiyo anajikuta mapato ndo yanampa shida. Yaani akipata hela ndo anakuwa mlevi zaidi. Akipata hela ndo anahonga wanawake zaidi. Umenielewa eh? Yes. Why? Because hana bajeti. Hana bajeti. Kwa hiyo hela ni ya kwake inamtesa. Mapato ni ya kwake yanamtesa. Sijui umenielewa mpaka hapo. Yes. Kwa hiyo ni kitu ambacho ningependa ujifunze na kitakusaidia sana sana. Nadhani umenielewa. Kama una swali unaweza ukauliza hapo chini. Kumbuka ni muhimu sana unapopokea mshahara wako, mapato ya aina yoyote, kuhakikisha una budget, unapangilia kwa ajili ya faida za baadaye.